na ninasoma katika jina la Yesu. Akamwambia Methali, je, aliye kipofu aweza kuongoza kipofu? Hawatatumbukia shimoni wote wawili? Mwanafunzi awe mkuu kuliko mwalimu wake, lakini kila mtu ambaye amehitimu hulingana na mwalimu wake. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho la mwingine ndani ya jicho lako mwenyewe basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe ingali? Au utawezaje kumwambia ndugu yako, ndugu yangu, niache nikitoe kibanzi kilicho ndani ya jicho lako, nawe uliangalii boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe? Nafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi kilichomo katika jicho la ndugu yako. Na 13, kwa maana hakuna mti mzuri uzao matunda mabaya, wala mti mbaya uzao matunda mazuri. Kwa kuwa kila mti utamulikana kwa matunda yake. Maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake unena yale ya uchazao moyo wake. Amen. Hili ni neno nzuri ambalo tumetoka kulisoma, ambalo Mungu ametupa kwa asubuhi ya leo. Tulizungumza kwa kifupi tukiwa wote kwa pamoja. Neno la Mungu linakuwa na shabaha ya kuja kutufundisha jinsi gani tunaweza kumshiriki huyo Mungu, tunaweza kuambatana na Yesu, na tunaweza kuongozana naye hadi siku tutakapo kuishi katika kile kiti cha enzi ambacho amekiandaa huko mbinguni. Tumesoma kirefu hapa, lakini nataka tuongee kwa asubuhi ya leo neno linalosema hivi: jicho ovu alioni wema wa Yesu kuwa ni msaada kwake. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni neno letu ambalo tutalisimamia mchana wa leo, lisemalo jicho ovu alioni wema wa Yesu kuwa ni msaada kwake. Nadhani hapa neno hili limedhamiria sana, limeongea kwa ajili ya kiungo kinachoitwa jicho. Wamoja wanaita jicho kama vile taa ya mwili wa mwanadamu, na wengine wanaweza kusema hilo jicho ndilo linaongoza mtu kutoka mahali na kuelekea mahali. Na haya yote kweli mafaa ya kiungo jicho katika mwili wa mwanadamu au katika maisha ya mizunguko ya mwanadamu katika dunia. Na hivyo tuna kila sababu ya kulieleza jicho kama ni nini au linafanya kazi gani. Kwa elimisho la jicho, mimi na
jicho ni kiungo cha hisia chenye umbo la duara, yaani ni kiungo ambacho kina umbo lake la duara au mviringo, na hilo jicho linaketi kwenye tundu ambalo ukiliona, kwa sababu utakuwa mwerevu wa kujiona mwenyewe jinsi jicho lako lilivyo, lakini kupitia macho ya mwingine ukitazama vizuri utaona limekaa katika tundu hilo jicho, na linakaa kwenye tundo la fuvu la kichwa. Nadhani kichwa ni hiki chote, lakini jicho limebandikwa hapa, ambayo ndio taa inakuongoza kuona mahali na kukuangazia kwa utambuzi wa kujua hiki ni kitu gani na ni kitu gani. Baada ya kupeleleza na kuona, ndio anatuma wapi? Anatuma kwenye ubongo. Hiyo jicho inahusika na kunasa nuru, kuona vitu na kutafsiri hata rangi ya kile kitu. Huu ni maana wa jicho. Umbo na umbali, yaani jicho linaona umbo ya hicho kitu na rangi ya hicho kitu, na inakusababishia wewe kuona kilicho mbali na wewe, hata kisicho karibu tu, lakini kinakuongoza hata kuona kilicho mbali. Jicho lina tabaka kuu kama sclera na choroid. Haya mambo ndiyo yanasaidia jicho iwe kama jicho, na jicho kama kiungo ambacho kitakusaidia katika ukaguzi au tafakari au kuona au kukuongoza. Yaani ni haya mambo ambayo yanatengeneza jicho mpaka lifikie mahali pale na kufanya kazi ya kupeleka picha za moja kwa moja kwenye ubongo wako. Kwa hiyo jicho linapoona jambo, linapoangaza jambo, linapodetermine kwamba hii ni rangi fulani, yaani inapeleka sasa ujumbe wa kile alichokiona kwenye ubongo wako, na kwa sababu ndio ubongo ndicho kunatoka uamuzi wa kufanya jambo, basi hiyo ni kazi ambayo jicho inafanya. Sasa katika upofu wa macho ya mwanadamu, nataka tuongee kuhusu andiko hili la Luka sura ya 6, ile haya yake ya 39 kwa ule mstari wa mwisho wake wa 45, sio mwisho lakini ukisoma, lakini hapa naongea kwa ajili ya yale ambayo nataka niongelee kwa siku ya leo. Kwa hiyo jambo letu la kwanza tutaongea kwa ajili ya kipofu kuongoza kipofu kuongoza kipofu mwingine. Na katika jambo hilo la kipofu kuongoza kipofu, tutakuwa na jambo moja ambalo litaeleza kwa ajili ya maana ya kiroho ya upofu. Katika maana ya upofu kiroho ya jicho, Yesu anatumia mfano huu kuonyesha, kuonya, yaani anautumia huu mfano kuwaonya dhidi ya walimu wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametumia mfano huu kwa hali ya kiroho ili kukuonya au kumuonya yule nabii wa uongo ambaye anaweza akawe miongoni mwa watu. Wanabii wa uongo kazi yao wao wanajifanya kuwa wanaongea mambo yaliyo ya kweli, lakini kumbe ni mambo ambayo yanapinduka. Anataka akuingize katika dhambi au akuangushe katika ile njia iliyo halali ambayo inaweza ikakusababishia wewe ukahiji pamoja na Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe.
viongozi pia wa kiroho wasio na ufahamu wa kweli ya neno la Mungu. Mara sana sisi viongozi wa makanisa tunakuwa sababu ya kuangusha watakatifu wa Mungu kwa ajili ya kutukusimama katika kweli ya Mungu, ambao tunafanya mambo na tukiwa kama vile vielelezo. Yule unayemsimamia na kumuongoza anaangalizia ile kweli ya Mungu kwako wewe kiongozi, ambaye ndiye mwakili wa nani? Wa Yesu mbele ya watakatifu wa Mungu. Na ndio maana Yesu akataka kutuonya kama viongozi tufuate mwenendo ambao unafanana kweli wa Yesu, na ndio utasababisha wale watakatifu wa Mungu waone kwa mfano wa jinsi unavyotembea, na hao wanaona Mungu kupitia ule uwakili wako mbele ya hao watakatifu ambao Mungu amekupa uongozane nao mpaka kwenda kuwasalimisha katika mikono ya Yesu tukiwa kwenye kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kukosa kweli na mwelekeo wa utakatifu wa tulichoitiwa unasababisha sisi tuwaigize watakatifu tunaoongozana nao katika njia ambayo sio ya kuelekea kwa Yesu, kwa sababu neno la Mungu linasema hapa sisi tunakuwa vielelezo, na ambao huyo anakuwa ni mwanafunzi, na mwanafunzi anachukulia kile ambacho mwalimu wake anakifanya kama kile ndicho cha kweli tu. Na ndio maana kama mtoto akikuuliza kitu fulani, wewe kama hujui hicho kitu, mwambie wewe mwanafunzi au mtoto wako ya kwamba mimi sikijui. Usihofu ya kwamba atasema baba hajui kitu, lakini ukimwambia kwa uongo kwa sababu ya kudefendre ubaba wako, huu baba wako utaenda kudharaulika pindi atafika machoni pa wengine wanaojua. Watamuuliza hii ni nini, ni nanasi au ni kitu gani? Yeye mtoto, kwa sababu kuliko kumwambia nanasi, wewe ukamwambia kwamba ni chungwa. Bwana Yesu aturumie. Basi ataliona ile tu, lakini utakuta mtoto anabebana na huyu mwingine ambaye ana ukweli wa hapa. Mmoja ni chungwa, mwingine ni nanasi. Mmoja ni chungwa, mwingine ni nanasi. Aliyemkosesha mtoto hata kuvuka ile njia ambayo ni ya kweli ni nani? Ni wewe mzazi. Na ndivyo tulivyo sisi hata watumishi wa Mungu. Yale tunayoyafanya, tufanye yale yanayofanana na mapenzi ya Mungu. Ndio italeta mwelekeo kwa nani? Italeta mwelekeo kwa yule mwanafunzi unayemfundisha. Hiyo ni maana ya kiroho ya hilo neno. Ndani ya hiyo neno ile verse, yaani mna ufunuo pia. Ufunuo wake uko wa aina gani? Ufunuo wa neno hilo unataka kutuambia hivi: mwanafunzi hawezi kuwa bora kuliko mwalimu wake. Hii inahimiza umuhimu wa kuwa na mwalimu bora Kristo, ili kufikia ukomavu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo ambao uko katika neno hilo unataka kukuambia hivi, yaani wewe mwalimu kama mwalimu ukifuatilia neno la Mungu kadri ya vile linavyoombwa ulifanye, yaani inasababisha yule ambaye ni mwanafunzi wako, ambaye amekuja kichwani hamna kitu, amekuja hana fahamu yoyote, amekuja ni kama vile anayekunywa maziwa, anakuja kama vile anayefundishwa kulishwa, lakini kama vile unayoeleza naye katika kweli, yaani hiyo itasababisha huyo mwanafunzi wako afikie maisha ya ukomavu katika huduma ya kiroho ambayo unaendelea kumfundisha. Bwana Yesu asifiwe.
Ndio maana kama kiongozi, ndio maana kama msimamizi, ndio maana kama mtu ambaye ni kielelezo anawekwa mbele ya watu wengine, uepukane na lile ambalo linaweza likasababishe yule wanayekufuata kuacha njia mnayowaelekeza ambayo Kristo anataka uwaelekeze, lakini utakuta alishakuwa katika njia hii. Wewe rudia, utakuta mwingine ambaye alifuata vile alishaingia njia hii, wewe mfuate huko. Yaani unakuta ule wakati wako wote wa kuacha kumbukumbu. Kama kiongozi anayeonyesha njia ya kweli, utachanganyikiwa. Ni watu 100 unaelekea, huyu alishaenda pembeni kulingana na vile ambao walifuata kwako. Aisha kwenda, yaani utakuwa unaenda kufuata huyu, unarudi, unafuata huyu, unarudi, unafuata huyu, unarudi, unafuata huyu, unarudi. Yaani unakwenda kupoteza sasa dira ambayo Kristo amekupa uiongoze nayo, ili walio nyuma yako wakufuate katika dira ile. Bwana Yesu asifiwe. Kipofu kuongoza kipofu mwingine. Huo ni ufunuo ambao uko katika hilo verse ya Warumi 3:9. Lazima tusimame kwa msingi wa nini? Wa vile tulivyoitwa kama viongozi wa familia, kama viongozi wa kanisa, kama viongozi wa jamii, kama viongozi wa watu wengine, kwa sababu sisi ndio kioo. Anapotoka mtu anataka aenda nje, anakwenda kuangalia nini kwenye kioo? Anaangalia jinsi alivaa, na kioo kinamwambia hivi, ukienda hivyo unaenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukigeuza kioo hivi, akija huko atakuta kile kibabazi ambaye akionyeshi ile picha. Je, lile lililotoa atalitoa kweli? Hatalitoa, litakuwa limebaki pale. Akiondoka aje barabarani, watu wengine ambao wana vioo wataanza kumuonyesha, mbona watu wao nchi yako bila hiyo mko kwenda wala mbele hicho wewe ndio shamba leo. Sasa nyumba wote mtu wake hiyo, sasa nyumba wote mtu wana machi wewe nyumba vitu wana ngome tano na ndio yekea milioni na nini. Bwana Yesu atuhurumie. Kwa hiyo lazima tuelekeze watu kwa vile tulivyoitwa na tulivyoonyeshwa na tulivyoiga kwa Yesu, ili wale ambao tunamwakilisha Yesu mbele yao nao wanufaike, ili wafikie mpaka ukomavu wa huduma kupitia kile ulichokifanya. Ndio maana unakuta watu wengi kama wachungaji wamekuwa hapa. Tumekuwa na wachungaji wazuri ambao wametuelekeza, na ndio maana tukifanya jambo tunafanya kwa kumbukumbu ya lile tulioongozwa na wale waliotufundisha. Lakini wewe ukawe tayari, wewe ndio unaongoza sasa, ukawe kama vile kiongozi Yoshua ambaye yeye ameandaliwa na Musa, lakini alipofika yeye akaona atageuka jiwe hata kufa, akashindwa kuandaa nani baada ya kifo chako, nani ataongoza kulingana na kile alichoona kwangu nilipokuwa nikiongoza. Lazima ukomavu wa watu tunaotembea nao wanaangalizia kwetu sisi kama tunaoongoza au watu. Ndio maana hata katika mafamilia, wewe ukiwa mama, hebu jiepushe na kile ambacho mtoto anaweza akaige kwako, kwa sababu ni kile ndicho atakachokipeleka wapi? Kula anakokwenda ukweli. Hicho ndicho atapeleka wapi? Kula atakapochukua mke. Anaangalizia kwa kile ambacho baba alikuwa anafanya. Kama ni mtoto wako akibu, ngama kila mzungu walimachi bibi mbea mako eona akiweka kwa ulimashi mwamini ndio usalama uishi ili kuishi pamoja na Mungu. Bwana Yesu atuhurumie. Ominyaje ele yomi ya mpige na mama mbada naoso unaitwa wewe simwa wote yako simwa, na yeye hivyo ndiye ataona akaangalizia mfano kwako wewe. Bwana Yesu atuhurumie. Kwa hiyo tunapokuwa na watoto ambao wanasubiria kuolewa muda wote, wanasubiria kuoa muda wote, epukana na kile ambacho mtoto anaweza akaige kwako ambacho ni kibovu, ambacho kimpe picha nzuri katika uchumba wake.
Shughulika ili mtoto na maisha ya nyumba ni kushughulika. Fanya kazi mbaya kama mwanaume, kwa sababu mtoto wako wa kiume haoni hizi kazi nazo ambazo baba anazifanya akiwa na mke, na yeye anaonea pale anafanya lile. Na utakuta tunakuwa na mwelekeo mzuri hata katika kanisa lile lisilofanana na upendo wa Yesu. Achana na lile, kwa sababu litamfanya mtoto wako aache njia iliyo halali, lakini ukamkute alishakuwa masanza katika njia ambayo wewe mwenyewe ndiye ulimfundisha na kumpoteza. Hello? Lazima mwanafunzi akomalie kwenye mafundisho ya kile unachokiongea, mwenendo wako unaotembea, hali yako ya kuongea, tabia zako za kutembea, kuangalia kwako, kugusa kwako, kunena kwako, kila kitu. Na ni hicho kitu anakiiga. Na utakuta hata hana akili kubwa, lakini atachukua hata kwa 60% kwa kile ambacho alikwenda kuona kwako, hata poteza vyote. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, boriti na kibanzi. Nadhani boriti mara sana nilikuwa nasikia kwa wale ambao wanapasua paa. Sijui wanapokata mti, vile vipande vya mti, kama ni sehemu ambayo kuna mteremko, hata ni sehemu ambayo kuna bonde, yaani ili kukata na msumeno vizuri, sio kukata kwa wenzetu ambao wamekuwa katika teknolojia ya kisasa. Sisi tunasimika vigingi kimoja kama ni vitatu kulingana na urefu wa mti, wa kipande cha mti. Hapa napo wanaweka ingine mti ambao na vigingi hivi, yaani wanaweka matraverse, wanasuka vizuri, kisha wanapandisha mti, hicho kipande cha mti kwenye mti, ili wapande huko, kwa sababu hii chombo ya msumeno mmoja anakaa chini na mwingine anakaa juu. Pale ambapo watakuwa wanakata hivi, ili huyu awe na nafasi, ikifika hapo mwisho isiende kugusa kwenye udongo, na ikipanda huku isiende kugusa hata kwenye hiki kala. Yaani wanakata. Sasa hicho kibanzi, hiyo boriti, nadhani sijue kama ni yule mti ambao walikuwa wanaweka ili kusipotee ile miti ambayo ilizikwa. Ndio hivyo, kuna manyali kata mbao hapa. Ile boriti ndio ilikuwa ni mti gani pale kwa wale kata mbao? Pojo. Support ya ile kahala ambayo imejengwa, sijui anaweka boriti pale. Kuelewa ya kwamba ni yeye ndiye amezika huo na kuweka pale, na kutokutambua aliye na kosa ambaye anakiongoza vizuri na kukiweka vizuri ni yeye. Bwana Yesu mtukufu. Lakini lawama za huyu mjenzi zinakuja kwenye kile kibanzi, lile boriti. Boriti yale ndio tekateka unapana onyeka hiyo boriti onyeke bado ufunde mwenyewe. Hivyo wao kiongoza wao ufunde ya toa hiyo tekateka ni na kwa udhaifu wa imani wa mwanadamu, hata na yeye mwingine anaenda kuona lile boriti lililo ili kibanzi lililo katika jicho la mtu mwingine. Ndio maana tunakuwa wadhaifu katika imani. Imani yetu inaangalia maisha ya mwingine, lakini inashindwa kuangalia maisha ya wewe mwenyewe, ambao ukiangalia katika maisha ya kiroho, maisha ya huyu haitakusaidia katika maisha ya kwenda mbinguni. Maisha ya huyu haitasaidia huyu kufika mbinguni. Maisha ya huyu haitasaidia huyu kwenda mbinguni, lakini maisha inayokusaidia kwenda mbinguni ni maisha yako mwenyewe ambayo inakuwa na uhusiano na nani? Na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana katika imani
ningekuwa miongoni mwa wale ambao watakwenda? Hapana, kama Yesu akija, je, mama fulani kweli ataenda mbinguni kwa yale aliyoyafanya? Haikusaidii kitu. Inayokusaidia ni ile vile nilivyotembea jana. Je, kama Kristo angekuja na maisha ni leo, sio kesho, je, mtakwenda mbinguni? Hello? Kama tukileta pesa. Kwa hiyo maisha ni leo, na maisha ya utaua ni maisha yako kwanza, kisha baadaye maisha ya wengine. Ndio inasaidia kwenda. Muna maana ya kiroho ya hilo jambo. Ukisoma ile Luka 6:41 42, maana ya kiroho ya jambo hilo, hii ni onyo dhidi ya unafiki na kuhukumu. Unafiki na hukumu. Mtu akiitwa mnafiki ni yule ambaye anachukua yale ile mizigo ya dhambi zake, anainunulia nini? Makava. Ila kava ndio naenda waende chicho wetu sana cho kwa chini washikolele tema kwa mone ete chida kilete nani kaburi cha hiyo chile moyo kwa mtu achili hapo chini na hapo wanasenge, lakini baada moyo anaona halo ni kilo amni hiyo la halo ashiliwa. Yesu atuhurumie. Maisha yetu inataka kueleza maisha ya unafiki na hukumu. Mtu anapopata sasa vokeshi ya milimanda utakatifu ashiria ya jaji sasa usadamda wose tamushi mwana na eti hapo natale, lakini jaji tikyo shishare mima washimona hapo paka ya nataka mwana yana onesumana ngase, lakini kwa mwana yana ashimanjishi, lakini tu aikindo chose tunashishikatika mchiki ya nini hata mmoja bila ya kama mambo bila angalia ni yake ale na yeye ni akiwa fiki tamone vile vya chose asira furaha ni mambo bila yake sasa bila na yeye wewe ni akiwa yetu waleti nitamone vile vya mose asira ale na yeye ni akiwa yaani na mose mukumi wala tunaomba matano dakika emochunge na jije ambayo itomshiwa naye na hali ya unafiki. Unafiki unamfika mtu haki, unamfika mtu utakatifu, unamfika mtu uwelekevu, unamfika mtu yani kila hali ambayo inaweza ikampendeze Mungu, ndio inampa sasa nafasi ya kuhukumu. Maana Yesu atuhurumie. Kwa hiyo lazima maisha yako ya kiroho iko leo kwa kuangalia kile ambacho kinaweza kikakutenge na upendo wa Mungu, hapana kuangalia kile ambacho kinaweza kikatenge huyu na Mungu, kwa sababu kupona kwake hakutakupa msaada.